tumetumwa hapa kwa mambo muhimu. Sasa tunaingia mafundisho ya sinodi. Yaani naona tuko utatu hapa, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuko wanne na mwinjilisti. Na baba paroko atakuwa na ya kusema pia baada ya kusemwa. Hapa tuko hapa. Hatutoki hapa leo. Mpaka tumalize kazi ambayo tumetumwa hapa na Kristo na kanisa. Sasa tunaingia mara ya uchungaji. Ndugu zangu, tuko kwenye sinodi ya kwanza jimbo Katoliki Moshi. Kweli au uongo? Tumeshajifunza mada tatu. Tulianza kujifunza mada ya jimbo. Tukafundishwa jimbo ni nini, jimbo ni nani. Sawa eh? Tukaja mada ya imani. Mkafundishwa kwa kina kabisa. Tusimame imara katika imani, tuachane na imani mkorogo. Si sawa eh? Mlifundishwa imani? Sasa mkaja tena mkafundishwa mada ya tatu inayohusu sala na liturujia takatifu. Kweli au uongo? Hapa tumeacha sala, nguzo za sala, zile sala za mishale, sala za asubuhi, sala za jioni, rosari takatifu, angelusi, yani mafundisho ya katekisimu. Tukaacha hayo. Yani kwa hiyo ndio maana tunapata shida namna hiyo. Tukaambiwa turudi kwenye misingi ya sala. Tukafundishwa liturujia takatifu, kwamba tunakutana na Mungu mwenyewe kwenye liturujia takatifu. Na hivi tuwe makini sana, tuwe hai sana kushiriki katika liturujia takatifu. Tuwe washiriki hai. Sawa eh? Sasa tunaingia mada ya 4, uchungaji. Uchungaji ni nini? Uchungaji ni rahisi kwa sababu hii ni rahisi kuliko nyingine zote. Mnaufahamu. Mapadi wote wako hapo kwa ajili ya uchungaji, askofu kwa ajili ya uchungaji, kamati tendaji kwa ajili ya uchungaji, vyama vya kitume kwa ajili ya uchungaji, jumuiya ndogo ndogo za Kristo kwa ajili ya uchungaji. Yaani waamini wote tunachangia kwenye uchungaji. Uchungaji ni utume katika kanisa. Ni utume katika kanisa. Unaotolewa kwa taifa la Mungu. Ni utume katika kanisa. Ni utume. Sio kazi. Tukisema kazi, maana hata wengine wanasema, ni kazi. Kazi kidogo haileti. Kazi inaleta zaidi msamiati wa duniani. Yaani ni kazi, yani mimi naenda kata mambo ni sawa tu, lakini tutumie zaidi ni utume. Ni utumishi. Ni utumishi kwa watu wa Mungu. Sawa eh? Na hii imeizoea kwa sababu umeona sisi tunapokuja hapa tarehe mapani, tunaamka asubuhi, tunaanza na sala pamoja na nyinyi, tunaingia kwenye misa takatifu, tunatoka kwenye misa takatifu, tunakwenda kule ofisini kuandika misa na kusikiliza na mashauri kidogo, tunamaliza chai ya asubuhi, tunakwenda misa Kigamboni, tunatoka huko kwanza tunapofika Kigamboni tunaanza kuungamisha, tunaingia misa takatifu, tunasikiliza mashauri kule, watu wana matatizo fulani, tunakwenda kwa wagonjwa, tunapeleka kwa wagonjwa, tunakwenda kuzika. Hayo yote ni utumishi kwa watu wa Mungu. Si mmezoea kutuona hivi? Ni utumishi, ni uchungaji, ndio uchungaji wenyewe. Sasa twende kwenye chanzo cha uchungaji. Huu uchungaji umeanzwa na nani? Nani ambaye ni kielelezo cha uchungaji wetu? Ni nani tunayemwangalia kama mchungaji wetu mkuu, anayetuonyesha namna gani alitumikia watu? Ni Yesu mchungaji mwema. Naomba ulete Biblia katibu wangu. Nifungulie Yohana 10:11. Yesu mchungaji mwema. Yesu ni mchungaji mwema. Yesu ni nani? Ni kweli au uongo? Basi Yesu ndiye tunaangalia kwake. Tunamwangalia kama mfano unaong'aa wa uchungaji. Mnapoona labda baba paroko hapa hajafanya uchungaji wake vizuri, anafanya uchungaji wake amjaribika nao, mnarudi kwa Yesu. Yesu anasemaje pale? Yohana 10:11, mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Uchungaji wote unaangalia hapo. Iwe ni askofu, iwe ni baba paroko, iwe ni watawa, iwe ni katekista,
katekista, kama tendaji. Tunaangalia hapo. Yesu ndiye mchungaji mkuu. Mchungaji alivyokuja akawa anawahudumia watu kwa mapendo, kwa mapendo, kwa mapendo, kwa unyenyekevu, kwa uvumilivu. Yaani bila kuchagua. Alitoa uchungaji wake. Simliuona jinsi anavyokwenda. Mara nyingine anakutana na watu anawafundisha, alafu anafundisha huko, mama yake anakwenda na watu wengine, anasema jamani, mnisamehe hapa, mama yangu ni nani na kaka zangu ni nani? Hapa kuna jambo kubwa. Mama yangu ameshapata uchungaji, si ndio? Alikubali neno la Mungu, ndio akanizaa. Yeye walao ameshapata uongovu. Hebu niacheni nikae kwanza na hawa hapa ambao kabisa kwa kweli, yani hawa ni wakuhurumia, ni watu huko mtaani tu. Mungu Baba amewaleta kwangu leo, hata nifanye kazi nao. Unakumbuka yuko kwenye uchungaji. Tunakuta anakwenda kwenye mazishi. Si alikwenda kwenye mazishi Lazaro alipokufa, alafu akamuinua. Yani anakwenda huko kama si mabali tunapotea kama maaskofu. Nakwenda. Alafu anakwenda kwa wagonjwa. Si alikwenda kumwangalia mama yake mkwe na Petro. Akaingia kule nyumbani, akaingia pamoja na Petro na Yohani na Yakobo. Akaenda pale alipokuwa amelala, akamkamata, akamkuza hivi, akatoka. Si anaenda kwe ni Yesu. Yesu amejawa na huruma na mapendo na utayari na kujali. Huduma kwa nani? Kwa watu wa Mungu. Utume kwa nani? Utumishi kwa nani? Kwa hiyo kinara chetu, kioo chetu ni Yesu ambaye ni mchungaji mwema. Na baadaye tukaona jimbo tulipopata hapa, tulipata jimbo hapa Moshi mwaka gani? Jimbo limeanza lini hapa? Wamisionari wameingia lini hapa kwetu? Misa ya kwanza jimbo Katoliki Moshi ilifanyika wapi? Wapi? Kilema. Kilema wa sehemu gani? Kuna Kilema Maua, kuna Kilema Mama. Kilema wapi? Nifanyika pale Pofo. Baba paroko jamani. Yaani siku mmekuja huko hata Wakristo wako kwamba ninakwenda kwenye misa, kufungua kanisa, kufungua parokia mpya. Pofo pale karibu na Limo. Pale misa ya kwanza iliposoma. Yaani unapokwenda hata uwaji wa Kristo wako wanakwenda wapi? Wapate elimu. Na wengine uwalete kwenye gari waje wakashiriki na sisi. Baraka Bwana wanaleta kwenye matukio mbalimbali. Sasa huyu ni mzuri huyu. Kama mtampenda atakuwa na wabeba kwenye magari huyu. Sasa misa ya kwanza iliadhimishwa jimboni kwetu tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 1890 pale Pofo karibu na ile barabara ya lami inayopita kwenda Moshi. Sawa? Lakini wamisionari wameingia huko 1100 ndio wamisionari wanaingia 1890 ndio wanaingia hivyo. Na wanapoingia wanamshukuru Mungu kwa misa takatifu pale Pofo, ile barabara inayopanda Kilema. Lakini kwa kweli ile ni sehemu ya Madaka. Pale Pofo tarehe 15 mwezi wa 8 sherehe ya Mama Bikira Maria Mpalizi wa mbinguni mwaka wa Bwana 1890. Misa ya kwanza imeadhimishwa katika jimbo la Moshi. Tungepiga makofi na vigelegele, ni kwa vile tumefungua wiki takatifu, wiki ya majuzi. Basi semeni tu kama alama ya kushukuru Mungu. Tumeshafungua. Sasa walipoingia ndio vile misionari wameanza hivyo, wakatufundisha sala, wakatufundisha katekisimu, wakatufundisha sakramenti za kanisa, wakatufundisha amri za Mungu, wakatufundisha kanuni ya imani, wakatufundisha neno la Mungu, wakatufundisha mafundisho ya mapokeo matakatifu. Yaani tukaanza hivyo. Ni wale misionari wa kwanza walivyoingia hivyo, wakaenda kwanza Kilema pale, Kilema Mama. Pale tulipokuwa tunaadhimisha siku ya toba, alafu wakatoka wakaenda mkuu mama, mnaifahamu mkuu. Wote nyinyi hapa roho umetoka mkuu. Wote mmezaliwa kutoka mkuu mama, si ndio Parokia zote zimezaliwa mkuu. Alafu wakatoka wakaenda parokia
walitoka kwanza wakaenda, mwanzo nilikuwa ni Kilema, si ndio Alafu wakaenda ya pili Kibosho mama. Wakatoka wakaja Mkuu mama, ni ya tatu. Alafu zikaanza kuongezeka, wakaenda Umbwe, wakaenda Buru, wakaenda, ndivyo parokia zikaanza kuja, wakaanza kutufundisha hivyo, na uchungaji unaendelea. Wanafundisha uchungaji ndio huu, kufundisha sala, kufundisha katekisimu, kufundisha amri za Mungu, kufundisha rozari takatifu, kufundisha sakramenti za kanisa, kufundisha neno la Mungu, kufundisha maadili ya Kikristo. Maadili ya Kikristo wameanza wamisionari hivi. Walikuwa na sisi tukaja tukawa tunafanya hivi. Sasa sisi tuko pale kwa Yesu, tunajengea wapi? Pale kwa nani? Yesu ndiye kinara cha uchungaji. Jamani, tujifunzeni pamoja na nini? Yesu ndiye kinara cha maana ndiye nani? Ndiye mchungaji mwema. Wote tunamwangalia mchungaji mwema. Mchungaji mwema anavyofanya na sisi tunavyofanya. Akatupelekea wale wa misionari, jimbo lilipoanza kwa namna zake za ajabu, jimbo likaanza hapa. Alafu tulisema wadau wa jimbo ni nani? Wadau wa jimbo wanaotengeneza jimbo Katoliki la Moshi ni wanani? Ni Simba pamoja na Sungura pamoja na Kuku, au ni kweli? Wanani wanatengeneza jimbo la Moshi? Wa kwanza, wadau wa kwanza. Baba paroko jamani, baba paroko jamani. Wadau wa kwanza, maklero wa kwanza. Semeni wote, maklero wa kwanza. Na kwenye maklero kuna askofu, kuna mapadi wote na kuna mashemasi. Wa kwanza, baba paroko jamani. Yaani tuko mada ya nne, hata wajua wadau wa jimbo. Sasa tuimbe ile wimbo kwani mtaniruhusu kweli? Olele mela la 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 la, olele mela la kabisa. 1 2 3 twende. Olele mela la 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 la, olele mela la kabisa. Nakata aseme na sisi hatulali na sisi hatulali kabisa. Haya, mimi na waende nilivyoona ndio mtajima namna gani. Olele mela la waamini wote walei. Kwanzia utoto wa Yesu, vyama vya kitume, makatekista, mpaka wanafika kamati tendaji na halmashauri ya walei, wote hao ni walei. Kwa hiyo turudie, wadau wa jimbo ni wanani? Maklero, wadau wa kiume na wa kike na waamini walei wote. Wadau wa jimbo ni wanani? Waamini wangu wapendwa. Sasa baba paroko kuna kazi. Tunakusimika leo yaani usipoangalia tutakuondoa hapa hivi karibuni. Tutampeleka wewe kwa paroko huko Vikangoni hapa. Hii parokia kubwa sana. Parokia ile ni kubwa sana. Sasa kama mnakaa hapa alafu mpaka sasa hivi baba paroko hawajaelewa hata kwa kweli wadau wa jimbo. Yaani sisi tunasonga mbele kijimbo, tuko kwenye mada ya 4. Tulianza na jimbo, tukaenda imani, tukaenda sala na liturujia takatifu. Sasa tuko sasa uchungaji. Sasa waamini wako, baba paroko, angalia tu, tunakwambia tu maana tunakupenda, lazima tuseme mambo, sio kasema basi usiko nafahamu. Lazima tutembee pamoja. Sinodi kutembea pamoja. Sasa ndugu zangu, tuendelee. Kumbe tunapokuja wadau, unaona mambo yanayounganika Wadau wa uchungaji ni wanani? Wadau wa uchungaji tunarudi hapo. Ni maklero, watawa wote wa kiume na wa kike na waamini wote. Yaani kwa maneno mengine wote maklero, watawa wote wa kiume na wa kike na waamini wale wote tunashiriki katika
huduma ya kichungaji. Kweli au uongo? Kuna nafasi ya askofu naona anakuja kama leo kwenye uchungaji. Na mimi nawapenda tumeshakuja hapo mara nyingi kweli. Yaani alafu tena tumepaka kwenda kwenye kikao kimoja huko, tunataka kuangalia kikoje. Yaani hapa anakuja mara nyingi. Askofu anakuja ni mchungaji. Mapadri wanakuja hapa na msaidizi wake ni wachungaji. Yaani kamati tendaji, unaona wanavyohangaika huko parokiani, unavyohangaika huko kwenye jumuiya ndogo za Kristo. Jumuiya ndogo za Kristo wale viongozi ni wachungaji. Nyinyi wengine wote ni wachungaji. Lakini tunapochunga wote tunaangalia pale kwa nani? Pale kwa Yesu. Wadau ndio hao. Ni maklero wote, watawa wote wa kiume na wa kike pamoja na sasa tunaingia hapo. Maklero wana nafasi yao. Kama mnavyoona, askofu hawezi kuja kila wakati, ana nafasi yake, maana anaangalia jengo zima. Lakini anakuja, lazima atoe kipaimara, lazima atoe upadrisho. Kuna ambaye anahusu, ni lazima atembelee Wakristo wake. Yaani walau mara kwa mara. Lakini kuna mapadri wale wanaokaa pale parokiani. Kama sasa baba paroko wetu pia ambaye tunamsimika leo, Padri Alipenda pamoja na baba leo Mwanarua. Hao wanakaa hapa kabisa ni wakweli. Wanazunguka huko kwenye familia zote lazima wasifahamu. Kwenye jumuiya zote lazima wasifahamu. Kwenye kanda zote lazima wasifahamu. Kwenye vigango vyote lazima ni wa hapa ni wakweli. Wanakuja huko kwa utume kama nilivyowaambia, wanaanza asubuhi, wanasali misa, wanatoka misa, wanaenda pale ofisini, wanaandika ndoa, wanaandika ubatizo, wanasikiliza kidogo nini, wanasikiliza mashauri, alafu kuna watu wanaomba maungamo, wanakuja maungamo, wanakwenda chakula cha asubuhi, wanatoka, wanaenda misa ligangoni, wanatoka, wanaenda kuzika jioni, wanatoka, wanaenda kuangalia mgonjwa. Ni uchungaji, ni utume. Wanatoa zile huduma za kiroho, zile huduma Yesu alizokuwa anatoa kwa watu. Sawa hiyo? Kwa hiyo wadau ndio hao, na askofu ana sehemu yake, mapadri wana sehemu yao, watawa wana sehemu yao, hasa ya katekisimu. Wanatufundisha katekisimu, lakini pia wanatoa ushuhuda wa maisha ya kimbingu kabla ya wakati. Wanaishi mashauri ya Injili au nadhiri za Injili, nadhiri za utii, nadhiri ya utii, nadhiri ya umaskini na nadhiri usafi kamili. Hizo ni sifa za mbingu, ni tunu za kimbingu. Lakini wao Mwenyezi Mungu amependa hiyo hali ya maisha ya kimbingu hata hapa duniani. Kuweko na watu wanaoishi, watoe ushuhuda hai unaong'aa kwa maisha ya mbingu. Kwa hiyo watawa, wao ni wa kiume, wao ni wa kike, wanatoa kwanza ushuhuda huu wakiwa wanaishi hapa duniani. Ni utume wao. Wanavyoishi tu yale maisha yao tu, uweko tu ni uchungaji. Lakini pia sala, wanaenda kwenye jumuiya. Lakini pia anafundisha dini. Lakini kawaje sasa hivi tuna shida kubwa, mapadri wengi na watawa wengi hawafundishi dini. Tunakata katika kipindi hiki cha sinodi tuingie huko. Iwe ni askofu, iwe ni mapadri, iwe ni watawa kiume na wa kike, twende kwa mashuleni tukafundishe dini. Ni sehemu ya utumishi wetu, ni sehemu ya uchungaji wetu, ni sehemu ya huduma zetu. Au mnasemaje? Mmeshamona paroko shuleni huko anafundisha? Semeni ukweli. Semeni hapana baba askofu, usiogope. Sasa tuko kwenye sinodi, tumeshaona watawa huko. Nasema kwenye parokia yetu hatuna watawa, lakini tunaleta watawa kutoka Huruma. Ni hapa karibu tu. Tunamwomba mama mkuu, wanakwenda kufundisha kule, na wengine wanafundisha kule. Umeshawaona? Sasa watakuja ni sinodi, tuko kwenye sinodi. Ya kwanza iko Katoliki Moshi. Tunamwomba hapa na Yesu mambo yabadilike hapa. Tufanye yote kutia katika nani? Ndio kazi yao. Sasa wachungaji, walei kweli mna sehemu kubwa mno. Walei hata utoto wa Yesu naona leo kwa sababu kwenye wiki ya mateso habari fika hapo kuja kuimba. Nao wana sehemu yao wanajifanya kwamba ni malaika eti vinakuja hapa vinaimba, lakini baada ya misa naviona tena vibaki hapa. Kama ni malaika simekirudi huko mbinguni. Sasa mnaishi huko duniani. Lakini na ule ni utume wao. Wanakuja wasimamizi wa kanisa, wanakuja kamati tendaji. Ina kazi kubwa sana, maana inasimamia yaani kutoka askofu, ni paroko na msaidizi wake, kamati tendaji inaangalia zile kamati nyingine zote.
mwenyekiti wa kamati tendaji, kama kwa taarifa yako, kila parokia inapaswa kuwa na kamati 12, lakini ile kamati tendaji ndio kamati kinara, mnazisimamia. Kamati nyingine zote zifanye kazi vizuri: kamati ya liturujia, kamati ya malezi, kamati ya fedha na mipango, kamati ya watoto, kamati ya sherehe. Hiyo wanaipenda sana kwa parokiani wanaipenda sana. Kamati ya sherehe ni ya kwanza, lakini kwangu mimi ni ya mwisho. Yaanze kwanza ile kamati ya malezi, na kamati ya malezi, kamati ya liturujia, kamati ya sala, kamati ya malezi ya watoto. Sasa hao wako katika mahangaiko pamoja na askofu, pamoja na mapadi, wakiwa kwenye nini? Huduma, kwenye utumishi, kwenye kazi ile ya Yesu. Unaona hiyo sisi tunatafuta nini hapo? Kwenye hiyo kazi ya Yesu tunataka iwe nini? Ni kitu gani tunachofundisha hasa? Yaani kwa muhtasari, tungesema kwa kweli tunaingia pale kwa Yesu. Yesu alikuwa ni nabii. Yaani alikuwa anafundisha, si ndio? Alikuwa nabii. Alikuwa anafundisha. Na sisi tunafundisha dini, mafundisho makuu, mafundisho ya kanisa. Tunafundisha, tunatoa tafsiri ya Biblia takatifu, mafundisho ya kanisa alivyosema hapa. Anasemaje? Tunafundisha katekisimu kama Yesu alivyofundisha. Yesu ni mwalimu, na sisi tunaingia hapo kwenye zile tume tatu za Yesu. Utume wake wa kwanza ulikuwa ni kufundisha. Ya pili ilikuwa ni kutakasa. Alikuwa anatakasa, anatoa sakramenti, anawabariki watu. Utume wake wa tatu ilikuwa ni nini mapani? Ni kuchunga, si ndio? Kuchunga au kuongoza. Utume. Kwa hiyo tuko pale kwenye utume wa Yesu, tunafundisha. Utume wa kinabii, tunafundisha, tunatakasa na tunaongoza, kutoa utaratibu mambo yanavyopaswa kwenda. Ni Kristo mchungaji mwema, tuko huko. Sasa tunafanya yote huko vizuri tu. Sasa huko tunaangalia na ubatizo na nini unavyopaswa kwenda. Sasa hapo tena wakati mwingine nasema kwamba mnajua, mnaanza kulalamika, mnanipelekea mabarua ambayo haina sahihi. Sasa kwa askofu, sijui mapadi, sijui ni wakali, sijui ni wababe. Haya, tunaleta matatizo, sijui fedha, sijui ni fedha tu kuparukiani, michango tu baba. Kwenye misa moja kuna michango 12. Haya, namwalikia askofu. Yaani baba askofu, kwa kweli utonee huruma. Yaani kwa kweli sakramenti hapa, sakramenti zinachajiwa kweli, sakramenti ya ndoa baba askofu, fedha ni mlima. Yaani kwa kweli tutapata hizo fedha baba. Yaani sakramenti ya ubatizo tu baba askofu, kweli mtoto mmoja tu ni 100,000 baba, tutapata wapi? Haya, sasa matatizo kwenye huduma sasa yanakuja. Sikiliza. Matatizo yanakuja. Kweli baba askofu, tunaomba tu yale kweli, hata wakati wa mazishi, hata kama ni baba amekufa, ili mama akabaki mjane, kweli baba askofu, misa inasomwa pale, zile fedha zote zinazotolewa paroko anachukua zote. Baba askofu, kweli baba askofu ni haki. Haya, kweli ni haki baba. Yaani si ajaza tu pale kwa mjane. Yaani baba askofu, mapadi wako na fedha, yaani wamebobea baba. Sasa baba tufanyeje? Ni sisi wakereketo wako baba, kutoka hii parokia Mtakatifu Teresa mtoto Yesu hapa Ulele. Yaani mnamtesa askofu. Kama ni wakereketo, kwa nini msiandike pale chini? Yaani Ludoviki Minde, Joseph Malenga, yaani kwa nini mnaniandikia? Yaani wakereketo wa parokia yako baba, hapa parokia ya Ulele, yaani kutuangalie baba, wakereketo ni wanani hao? Hakuna sahihi. Yaani napiga mstari tu. Sasa inawezekana ni kweli hapa na pale, wakati mwingine mnaexaggerate, mnatia chumvi, lakini hayo haina shida. Ndio maana ya sinodi. Kama kwa kweli ada za ubatizo zimezidi, zimeenda kule juu, kama kwa kweli mnataka siku ya mazishi hizo fedha mrudishiwe, yaani pale zipatikane kwenda kwa, yaani ile mjane abaki nazo. Kama kwa kweli vikapu vimezidi siku ya Jumapili, sinodi itapita, itaongea. Ndio uzuri wa sinodi. Sinodi itaangalia huko kote, itaangalia, itamulika na mambo yatabadilika tu. Bali msiogope, sawa? Msiogope. Lakini niwaombe, mnaponiandikia hizo barua, kwani mnaogopa kuweka sahihi? Weka jina na sahihi. Kwani mnaniandikia wakereketo wako? Wakereketo wao ni wanani? Sinawezekana pia ni watu wametoka hapo sokoni tu wakatunga. Weka majina, kwani mnaogopa? Nyinyi kweli ni wabatizwa, nyinyi ni mashahidi wa Kristo.
toa ushahidi. Na askofu akikuita mbele ya paroko unayasema kama yalivyo. Kweli ya Mungu